السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu yadhahullah taala bin Asal Aziz anasema tafsiri ya aya hizi ni hivi: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. Yeye ni Hamid na Majid, ni yeye anatukuzwa na yeye ni mtakatifu. Kitabu hiki kimeteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye anaye nguvu juu ya kila kitu, na vile vile ni anasamehe dhambi na anakubali toba, na vile vile anawaadhibu, na yeye ni mwenye wasaa. Hakuna mwingine kuabudiwa isipokuwa yeye, na sisi sote tutarejea kwake. Aya ya pili tafsiri yake ni hii ambayo inaitwa Ayatul Kursi. Allah hakuna abudiwaye ila yeye, mwenye uzima, mhifadhi wa milele, kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni vyake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Ni nani awezaye kuombea mbele yake bila ya idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao.
wala hawawezi kujua chochote katika elimu yake ila yale anayoyapenda. Enzi yake imezienea bingu na ardhi, na kuvilinda hivyo hakumchoshi, na yeye ndiye aliye juu na mkuu. aya hizi 4 za mwanzo ni sura al-Mu'minun. aya moja ya mwisho niliyosoma ni ayatul kursi. Katika aya hizi sifa mbalimbali za Mwenyezi Mungu zimeelezwa, vile vile adhma yake na shani yake imeelezwa. Kuhusu umuhimu wa aya hizi katika hadithi inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule aliyesoma Hamim mpaka Ilahil Masir, aya hizi akisoma asubuhi, na vile vile akasoma ayat hii ayatul kursi, kwa kupitia aya hizi yeye atalindwa mpaka jioni. Na yule ambaye alisoma aya hizi jioni, basi kwa kupitia aya hizi mpaka asubuhi yake yeye atalindwa na Mwenyezi Mungu. Hamim sura ya pili ya Al-Mu'minun, aya ya kwanza ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim ni hurufi muqattaat. Mwenyezi Mungu anasema kwamba maneno haya yameteremshwa na Mwenyezi Mungu ambaye ni Hamid na Majid. Hamid maana yake ni yule ambaye anasifiwa na sifa zote njema zinamhusu yeye tu, yani ni Mwenyezi Mungu tu ambaye ni mwenye kusifiwa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza maana ya hamd anasema iwe wazi, hamd ni ile sifa ambayo inafanywa kwa kuona kitendo kizuri, na vile vile sifa hii ni ya yule ambaye anateremsha neema zake na yeye amefanya ihsani kwa hiari yake. Na sifa ya hakika inakuwa kwa ajili ya yule ambaye anastahili kusifiwa, ambaye anafanya ihsani kwa hiari yake na kwa kujua kwamba anafanya ihsani. Yani sifa ni kwa ajili ya yule ambaye anafanya ihsani, si kwa kujilazimisha, bali anafanya ihsani kwa hiari yake na anaendelea kufanya ihsani. Amesema hamd, maana hii hamd inapatikana katika dhati ya Mwenyezi Mungu tu, na yeye ndiye ni muhsin, mwenye kufanya ihsani, na ihsani zote zinatoka kutoka kwake, na vile vile sifa zote njema zinamhusu yeye katika dunia hii na katika akhira pia. Ikiwa kitu kingine kimesifiwa, ile sifa pia ni kwa ajili yake yeye, kwa sababu ikiwa mtu mwingine anasifiwa pia kwa ajili yake yeye, kwa sababu alimjalia uwezo wa kufanya kitendo ambacho kilimpatia sifa ile.
kwa kueleza tafsiri ya hamd sayyidina al-islam amesema zaidi hamd ni sifa ile ambayo inafanywa kwa sababu ya vitendo vya mtu au kwa sababu ya vitendo vya mtu ambaye anafanya vitendo vizuri. Na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye sifa zote zinarudi kwake, ni yeye ambaye anatupatia heshima, na yeye anasifiwa zaidi kuliko vitu vyote vinayostahili visifiwe. Mwenyezi Mungu anastahili asifiwe zaidi kuliko vitu hivi vyote. Kisha amesema zaidi kwa kueleza maana zaidi ya neno hamd kwamba katika hamd kuna ishara ingine pia, na ishara ile ni hii kwamba Mwenyezi Mungu anasema, enyi watumishi wangu munitambue kwa kuona sifa zangu, na vile vile kwa kuona ukamili wangu munitambue. Mimi si sawa na wale ambao wana kasoro, bali mimi ni yule ambaye anastahili asifiwe zaidi kuliko vingine vyote. Na nyinyi hamtapata sifa yoyote katika ardhi hiyo, katika bingu hii ambayo haipatikani ndani yangu. Ikiwa nyinyi mnataka kujua kuhusu sifa zangu, hamwezi kujua sifa zangu zote. Hata kama nyinyi mnafanya juhudi gani, mnapata shida gani kwa ajili ya kujua kuhusu sifa hizi zote. Je, mnaona sifa ambayo haipatikani ndani yangu? Je, mnapata kitu chochote ambacho ni nje katika uwezo wangu? Ikiwa mnaona kwamba kuna kitu ambacho ni nje katika uwezo wangu, basi nyinyi hamkujua maana ya hamd ni nini. Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anasema yeye anatambuliwa kwa kupitia sifa zake. Basi wale watu ambao waliokuwa na yakini kwamba mimi ni mwenye sifa njema, wao wakiona jalali yoyote au shani yoyote walisema kwamba hii ni kwa ajili yangu mimi. Na kila kudra walioshuhudia waliona kwamba kudra hii imetoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi hawa ni wale watu ambao wanafuata njia ya maarifa yangu, haki ipo pamoja nao, na hawa ni wale watakaofaulu. Amesema Mwenyezi Mungu awalinde na mutafute sifa za Mwenyezi Mungu, na mufikirie sawa na wale ambao ni wenye akili, mufanye tafakur kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mtu akijua kuhusu sifa hii ya hamd, anaweza kujua kuhusu sifa zingine za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mufikirie katika mbingu na ardhi na katika vitu vyote, mtakuta sifa za Mwenyezi Mungu zinapatikana katika vitu hivi vyote. Yani kwa ajili ya kujua fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kujua sifa zake, kwa ajili ya kumtukuza yeye na kwa ajili ya kutafuta njia ya kumtukuza yeye, mufanye juhudi sana, na mufanye juhudi sawa na yule mtu ambaye anakuwa na hamu ya kutafuta kitu fulani. Ikiwa nyinyi mnapata harufu yake, basi maana yake ni kwamba mmepata Mwenyezi Mungu. Na hii ni siri ambayo inapatikana kwa ajili ya wale ambao wanatafuta mwongozo. Huyu ni Mungu wenu ambaye ni mkamilifu, na yeye ni mwenye sifa, na sifa zote njema ni kwa ajili yake. Halifa mtukufu anasema kwamba
sifa zote njema ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sisi tunatakiwa tujue kwamba sifa hizi ni kwa ajili ya Mungu, na hususan tunatakiwa tujue kuhusu sifa hii ya hamd, na tunaweza kujua kuhusu sifa zingine pia. Kisha Mungu anasema yeye ni Majid, yani yeye ni mwenye heshima. Heshima yake si ile ambayo ni sawa na heshima ya wanadamu, au tunawaita watu wazee kwamba wao wamekuwa wazee na wamekuwa wenye heshima, bali neno hili linapotumika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye shani kubwa sana. Hakuna yeyote ambaye anaweza kuwa sawa katika shani hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yule ambaye baraka zake ni chungu mzima, na yeye anapoteremsha baraka neema, basi anaendelea kuteremsha, yeye hachoki. Basi wakati wa kusoma aya hii tunatakiwa tuelewe maana ya hamd na majid ni nini. Kwanza tujue maana ya hamd ni nini, baadaye tujue majid maana yake ni nini. Kisha Mwenyezi Mungu anasema yeye ni aziz, yani anaye nguvu juu ya kila kitu, ana uwezo juu ya kila kitu. Hakuna yeyote ambaye anaweza kumshinda Mwenyezi Mungu. Heshima zote ni kwa ajili yake yeye. Hakuna yeyote ambaye anaweza kujua kuhusu uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni juu ya kila kitu, hakuna yeyote ambaye anaweza kufanana naye. Hii ndiyo ni maana ya Al-Aziz. Kisha amesema huyu ni Alim, yani yeye ana elimu ya kila kitu, anajua kuhusu vitu vilivyotokea zamani na vile vile anajua vitakavyotokea siku za usoni. Hakuna kitu kilichofichika kutoka kwake. Elimu yake imekamilika na elimu yake ni juu ya kila kitu. Huyu ni Mungu ambaye ameteremsha kitabu hiki, yani Qur'ani tukufu. Ni huyu ndiye aliyeteremsha sheria hii ya mwisho. Mwenyezi Mungu ameweka dharura ya dhama zote katika Qur'ani tukufu, na ushindi utapatikana kwa kufuata mafundisho haya ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu amesema ghafiri dhambi, yeye anasamehe dhambi za watu. Basi kwa kuinama mbele yake tunatakiwa tuombe msamaha wa dhambi zetu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza tafsiri yake sehemu chungu mzima kwamba tunatakiwa tuendelee kuomba msamaha wa dhambi zetu. Safari moja Sayyidina alayhi salam alisema nuru anayopata mwanadamu, ile nuru inakuwa kwa ajili ya muda mfupi, yani ikiwa anapata nuru ya dini, ile nuru ni kwa ajili ya muda mfupi. Ikiwa mtu anataka nuru ile iendelee pamoja naye milele, basi anatakiwa afanye istighfar. Manabii wanapofanya istighfar, sababu yake pia inakuwa hii kwamba wao wanajua maana ya nuru ni nini, na wanaendelea kufikiria kwamba shuka hii ya nuru tuliopewa isije ikatokea kwamba nuru hii inatupotea. Basi maana yake ni hii kwamba nuru iliyopatikana kutoka kwa Mungu, nuru ile iendelee, na vile vile tupate nuru zaidi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina alayhi salam anaendelea kusema kwamba kwa ajili ya kupata nuru hii Mwenyezi Mungu ameweka swala 5, yani kwa ajili ya kupata msamaha mtu anaswali, kwa sababu katika swala pia mtu anatubu katika dhambi zake na anaomba msamaha na ghufira kutoka kwa Allah. Amesema Sayyidina alayhi salam swala ni hii kwa ajili hii kwamba ili yeye amuombe Mwenyezi Mungu msamaha kila siku. Yule ambaye anajua maana ya swala ni nini, anajua swala ni miraji yake. Swala ni kitu kwacho maradhi yote yanaweza kutibiwa, yani mtu anaweza kutibiwa, yani upande wa kiroho kwa kuswali, yani kwa ajili ya kuondoa maradhi haya mtu anatakiwa afanye dua, na katika dua anatakiwa afanye istighfar, na swala ni sehemu yake hii. Basi wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema
tunatakiwa tusome aya hizi si maana yake kwamba tusome tu, bali tunatakiwa tufuate amri zote, mambo yote yaliyoelezwa katika aya hizi. Kwa mfano, namna gani tunatakiwa tufanye istighfar, namna gani tunatakiwa tuhifadhi sala zetu ili sisi pia tuwe chini ya ulinzi wa Allah. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kuelewa maana zaidi ya istighfar alisema, maana ya istighfar ni hii kwamba mtu asifanye dhambi kwa kidhahiri na mtu asipate uwezo wa kufanya dhambi, yani vitu ambavyo vinaweza kusababisha mtu afanye dhambi, basi yeye asipate ile nafasi ya kufanya dhambi. Hii ndiyo ni maana ya istighfar ya manabii, kwamba manabii wanakuwa maasum, lakini wao wanafanya istighfar kwa ajili ya hii kwamba isije ikatokea nguvu ya kufanya dhambi. Lakini kwa ajili ya watu wa kawaida, maana ya istighfar ni hii kwamba dhambi na makosa aliyowahi kufanya Mwenyezi Mungu amsalimishe, amlinde katika matokeo yake mabaya, na vile vile asamehe dhambi zake, na vile vile amlinde katika dhambi siku za usoni. Kwa hiyo hii ni lazima kwa ajili ya mtu kwamba aendelee kufanya istighfar. Mabala na maafa yanapatikana katika dunia hii maana yake ni hii kwamba watu, sababu yake ni hii kwamba watu wafanye istighfar. Kwa mfano, wanajumuia wanapopata matatizo, wanaposumbuliwa, basi tunatakiwa tufanye istighfar na tufanye maombi. Amesema Sayyidina alayhi salam kwamba istighfar maana yake si kwamba mtu aseme astaghfirullah astaghfirullah. Waarabu walikuwa wanaelewa vizuri maana ya istighfar ni nini, lakini katika nchi yetu kwa sababu ya kuwa lugha ingine sisi hatukuelewa maana ya istighfar ni nini. Wapo wengi wanasema tumefanya istighfar mara kadhaa, tumesema istighfar mara 1000, lakini tunapowauliza maana ya istighfar ni nini, wao hawajui, wanakaa kimya, hawaelezi maana ya istighfar ni nini. Kwa hiyo mtu anatakiwa aendelee kuomba msamaha katika moyo wake kwamba dhambi ambazo nimeshawahi kufanya isiye nikapata adhabu yake. Vile vile aendelee kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu anijalie nifanye mema na nifanye vitendo vizuri na nisifanye dhambi. Amesema kumbukeni kwamba mtu hawezi kupata faida kwa kutamka maneno tu. Mtu anaweza kufanya istighfar katika lugha yake kwamba Mungu asamehe dhambi zangu zote za zamani na vile vile anilinde katika dhambi za zamani na anijalie nifanye mema. Hii ndiyo ni istighfar ya kweli. Haina haja ya kwa mtu lazima aseme astaghfirullah 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 na hajui, na moyo wake hajui anasema nini. Lakini ikiwa kwa kusema istighfar hofu ya Mwenyezi Mungu haipatikani moyoni wake, basi katika hali haina faida ya kusema istighfar, bali mtu unatakiwa awe na hofu kwa kusema maneno haya istighfar. Amesema kumbukeni, Mungu anapokea maombi yanayotoka kwa moyo. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye maombi katika lugha yake, kwa sababu hivi yanapata athari moyoni mwake. Ikiwa moyo na ulimi zote zinafanya istighfar, basi katika hali hii athari inapatikana. Maombi yanayofanywa kwa moyo, basi maombi yale yanakubaliwa. Wakati mtu anapokuwa hatarini, anaanza kumuomba Mwenyezi Mungu na anaendelea kufanya istighfar. Katika hali hii mabalaa yanaondolewa. Si hii kwamba wakati balaa inaposhuka anaanza kufanya dua, bali anatakiwa kabla ya kushuka kwa mabalaa na shida aendelee kufanya maombi. Basi kwa sababu ya maombi haya Mungu anaondoa mabalaa yale. Lakini wakati mabalaa yanaposhuka katika hali hii mabalaa hayaondolewi. Kwa hiyo kabla ya kushuka kwa mabalaa na shida hizi mtu anatakiwa afanye dua. Katika hali hii Mungu anamlinda katika hali ya shida. Amesema wanajumuia wanatakiwa wawe na tofauti na watu wengine. Mtu baada ya kufanya bayet haleti mabadiliko ndani yake, yeye anamtendea mke wake kama alikuwa anamtendea zamani. Vile vile
anawatendea jamaa wa karibu kama zamani, basi hii kitu si kizuri, haina faida ya bayeti yake. Ikiwa anakuwa na hulka mbaya kama zamani alikuwa na hulka mbaya, haleti mabadiliko, basi katika hali haina faida ya bayeti yake. Basi baada ya kufanya bayet anatakiwa awe mfano kwa ajili ya jamaa zake na majirani, kiasi hiki kwamba waweze kusema huyu mtu amebadilika kabisa baada ya kufanya bayet. Kumbukeni, mtakapofanya vitendo kwa moyo safi, athari yake itapatikana juu ya wengine. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na ruub na heshima kiasi hiki juu ya wengine kwamba wao maadui walimjia Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kumwomba kwamba yeye asifanye dua kwamba wao waangamizwe. Basi wakati mnapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na mnapofanya istighfar, basi rubu yenu itakuwa juu ya wengine, yani wengine watawaheshimu. Hazur anasema kwamba maombi yanafaa wakati mtu anaboresha vitendo vyake. Pia watu baadhi wakati wanasema utuambie dua ndogo ili tuendelee kusoma. Hazur anasema dua ndogo pia inafaidi wakati mtu anatimiza majukumu yake yote mengine. Kwa mfano, analazimika kusali swala, analazimika kusali sala zote kwa nyakati, na vile vile anatakiwa asali swala kwa shauku. Katika hali hii witri pia itafaa na dua ndogo itafaa. Vile vile Mwenyezi Mungu anasema yeye ni kabili tauba, yani anakubali tauba ya mtu. Tauba maana yake ni hii kwamba mtu anaomba msamaha wa dhambi zake na anamrejea Mwenyezi Mungu, na yeye anaahidi kwamba mimi sitafanya dhambi tena katika maisha yangu na nitaendelea kufanya juhudi ya kufanya vitendo vizuri. Basi Mwenyezi Mungu anakubali tauba ya mtu wa aina hii ambaye anamjia yeye. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siku ile ni baraka zaidi kuliko siku ya Eid na siku ya Ijumaa. Siku ile ni siku ya tauba ya mtu, na siku hii ni bora zaidi kuliko siku ya Eid na Ijumaa. Hii ni mbora kwa sababu vitendo vya mtu ambavyo vilikuwa vinamleta mwanadamu karibu na adhabu, siku ile anasafishwa na dhambi zake zinasamehewa. Sasa kuna siku gani ambayo inaweza kuwa yenye furaha zaidi kuliko siku ile ambamo alisamehewa? Yule anayetubu ambaye zamani alikuwa mbali na Mwenyezi Mungu na alikuwa chini ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, sasa anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu na vile vile anakuwa mbali na adhabu wa Mungu, kama aliyosema Mwenyezi Mungu, inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Bila shaka Mwenyezi Mungu anajenga urafiki na wale wanaotubu na vile vile anawapenda. Katika aya hii inapatikana kwamba wale wanaotubu Mwenyezi Mungu anawafanya kuwa wapendwa wake, na vile vile inathibitika kwamba anayetubu basi dalili yake ni kwamba yeye ajitakase na vile vile awe na nia halisi kwamba kuanzia leo mimi sitafanya dhambi. Hali hii itakapopatikana, yani utakaso utakapopatikana, katika hali hii tauba itakubaliwa. Na vile vile sharti ni hii kwamba yeye aachane na uchafu wa kila aina. Pengine kwa kutamka maneno haileti faida, basi mtu anapopata siku ile ambamo anatubu kutoka katika dhambi zake na vile vile anaahidi kwamba yeye atafanya vitendo vizuri na vile vile anainama kichwa chake mbele ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii adhabu ilikuwa inatayarishwa kwa ajili yake kwa sababu ya vitendo vyake vibaya. Ili adhabu inaondolewa na mtu anapata kile kitu ambacho alikuwa hategemei anaweza kupata katika maisha yake. Mnaweza kudhani wenyewe kwamba mtu ambaye alikosa
matamanio kwamba atapata kitu fulani, lakini mara ghafla anapopata kile kitu, basi mnaweza kuhesabu kiasi gani atakuwa na furaha, moyo wake utapata uhai mpya. Hii ndiyo ni sababu katika hadithi pia madha hii imeelewa kwa kupitia hadithi na vitabu vya kale. Inapatikana kwamba mtu anapotoka katika maisha ya ghadhabu, maisha ya dhambi, basi Mungu anafurahi kwa kuona hali yake hii. Hali yake inakuwa ya aina hii kwamba anakuwa chini ya dhambi na anakuwa karibu na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii yeye anapotubu na anapokuja karibu na Mwenyezi Mungu, basi wakati ule unakuwa wakati wa furaha. Hata malaika pia wanafurahi kwa kuona hali yake hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki mtumishi wake yeyote aangamizwe, bali Mwenyezi Mungu anataka ikiwa mtumishi wake amekosea, basi yeye anatakiwa atubu, na kwa kufanya hivi awe chini ya amani. Basi kumbukeni siku ambamo mtu anatubu kutoka katika dhambi zake, basi siku ile ni siku ya furaha, kwa sababu siku ile anapata maisha mpya na analetwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii siku ile ambamo alitubu na alikiri kwamba atarudi karibu na Mwenyezi Mungu, basi siku ile itakuwa siku ya furaha. Na Hazur anasema kwamba kama nyinyi mumetubu kwa kufanya bai kwamba mimi sitafanya dhambi tena, basi siku hii ni siku ya furaha. Sayyidina Malik anasema yule ambaye alitubu kwa moyo wake wote, basi dhambi zake zote za zamani zimeshasamehewa, na mfano wake ni sawa na yule mtu ambaye anatubu, na mfano wake ni sawa na yule mtu ambaye hakufanya dhambi katika maisha yake. Nataka niwaambie waziwazi kwamba tauba isiwe tauba kwa neno tu, bali inatakiwa mtu awe na nia safi. Katika hali basi dhambi zake zitasamehewa. Angalieni, ikiwa katika wanadamu mtu anakosea, baadhi wakati uadui wake unaendelea kwa vizazi na vizazi, na yeye anakuwa hamu ya kumwadhibu yule ambaye aliyekosea. Lakini Mwenyezi Mungu si sawa na wanadamu, bali yeye ni mpole na mrehemevu. Mwenyezi Mungu ambaye ni msamehevu na mrehemevu, yeye anasamehe dhambi zote kwa neno moja tu. Msidhani kwamba Mwenyezi Mungu hasamehi, bali yeye anasamehe, na kusamehe kwake kweli kweli inaleta faida. Na wale wanatubu kwa moyo safi wanahisi na wanajua ladha ya msamaha wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa msamaha wa aina hii au tauba ya aina hii haipatikani, Mungu anasema kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu ni shadidul azab, yani yeye anaadhibu pia, na vile vile ni zitaol, yani yeye anateremsha baraka zake chungu mzima, na hakuna mipaka ya baraka zake na fadhila zake, kwa sababu yeye anaye uwezo juu ya kila kitu, anaweza kutupatia kila kitu na haina mipaka ya hazina yake. Mwenyezi Mungu anasema mkumbuke sifa zangu hizi zote, basi mkifanya hivi mtaendelea kupata baraka, kwa sababu hakuna yeyote mwingine ambaye anaye uwezo sawa na uwezo wangu. Na katika maisha yetu ya dunia na baada ya kufa kwetu tutamrejea Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunapojua kwamba tutamrejea kwake, katika hali hii tutaendelea kufanya mema katika maisha yetu, na hali hii inapopatikana, basi Mwenyezi Mungu analinda. Kisha kuhusu aya ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha kuhusu aya hii, ayatul kursi. Katika hadithi inapatikana hata Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia
mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema katika Qur'ani tukufu kuna aya moja ambayo ni mfalme wa aya zote, na aya ile ni ayatul kursi. Kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam anasema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yani Mwenyezi Mungu ni yeye pekee, hakuna maabudiwa isipokuwa yeye. Yeye ni msaada wa wote. maana yake ni hii kwamba Mungu hai ni yule tu na mwenye uwezo ni yule tu. Ikiwa ni yeye ambaye ni hai na yeye anaye uwezo, basi hii inadhihirisha kwamba mtu yeyote ambaye anaonekana hai min ghairi yake yeye ni hai kwa sababu yake, kwa sababu ya baraka zake na kwa sababu ya fadhila zake anakuwa anapata uhai katika dunia hii. Vile vile amesema inatakiwa ieleweke vizuri katika Qur'an ni majina mawili, ya kwanza ni al-Hayy na ya pili ni al-Qayyum. Al-Hayy maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ni hai na vile vile anawapatia uhai wengine. Al-Qayyum yeye mwenyewe anabaki na vile vile anawabakisha wengine. Na sifa, kwa kupitia sifa hizi mtu anapata uhai. Hai maana yake ni hii, na hai inatutaka kwamba sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu. Na iyyaka na'budu ni katika sura al-Fatiha, na al-Qayyum imeelezwa kwa maana ya iyyaka nasta'in. Yani ikiwa tunataka kubaki hai, basi tunatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu, na vile vile tunatakiwa tumuombe msaada kutoka kwake ili Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya ibada. Neno hai inatutaka tufanye ibada, maana yake ni kwamba, sababu yake ni kwamba Mungu alituumba na baada ya kutuumba hatukuacha. Kwa mfano, kuna mtu ambaye amejenga nyumba, ikiwa yule mtu anakufa, ile ghorofa ile nyumba haipati hasara yoyote, lakini mwanadamu anamtaka Mwenyezi Mungu kila wakati, anamhitaji Mungu kila wakati. Kwa hiyo katika kila hali mtu anahitaji msaada wa Mungu, kwa hiyo anatakiwa aendelee kumuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni maana ya istighfar. Huzur anasema, nimeshawahi kueleza maana ya istighfar ni nini. Yani kwa ajili ya kupata nuru ya Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa afanye istighfar, na istighfar ni ibada. Kisha katika ayatul kursi madhumuni ya shafaat imeelezwa. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameeleza maana ya shafaat ni nini, kwamba mtu anapomwombea mwingine, basi hii pia ni maana ya shafaat. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, bila idhni ya Mwenyezi Mungu hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kufanya shafaat. Shafaat maana yake ni kwamba ndugu mmoja afanye dua kwa ajili ya ndugu yake ili matatizo yake yaondolee. Qur'ani tukufu inasema yule ambaye anafanya ibada zaidi anatakiwa afanye dua kwa ajili ya ndugu yake, kwamba yeye pia apate hali ya ibada. Kwa hii ndio ni maana ya shafaa. Sisi tunawaombea ndugu zetu kwamba Mwenyezi Mungu awapatie uwezo na nguvu wa kufanya ibada, na hii ni huruma ya aina moja. Mwenyezi Mungu amesema yeye anakubali shifaa, lakini ametuambia sisi tuendelee kufanya dua kwa ajili ya ndugu zetu na tusikwame kwa kufanya dua kwa ajili ya ndugu zetu, kwa sababu wenzetu, ndugu zetu wana haki kwamba tufanye dua kwa ajili yao. Mtu anaitwa shafii wakati anapowahurumia wengine na anaomba
heri kwa ajili ya wengine kama anaomba heri kwa ajili ya nafsi yake. Ikumbuke kwamba dini ya mtu haiwezi kukamilika mpaka yeye anakuwa na sifa ya shafaat, yani anatakiwa awe na huruma ya hali ya juu kwa ajili ya wengine. Bali dini ina sehemu mbili, ya kwanza ni kumpenda Mwenyezi Mungu na ya pili ni kwamba kuipenda viumbe wa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba mtu anafanya dua kwa ajili ya wenzake. Na kwa neno lingine hii inaitwa shafaa. Hazur anasema nukta hii tunapokumbuka wakati wa kusoma ayatul kursi, basi tutazidi katika huruma ya binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa alitusii tusome aya hii, sababu yake ni hii kwamba huruma izide katika Waislamu na vile vile huruma izidi kwa ajili ya binadamu kwa ujumla. Lakini Hazur anasema kwamba ni bahati mbaya siku hizi Waislamu wenyewe kwa wenyewe wanapigana na wanadai kwamba wanafuata Qur'ani na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema inatakiwa ikumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa haki ya shafaa, na sisi tuliona katika maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhara yake zilipatikana. Kwa kueleza hali hii, Sayyidina al-Islam anasema shafii ya akhira anaweza kuwa yule ambaye alionyesha mfano wa shafaati yake katika dunia hii. Yani anaweza kuwa shafii siku ya kiyama yule ambaye alionyesha shafaati yake katika dunia hii. Kwa kuzingatia maana hii, tunapoangalia Musa alayhi salatu wasalam, tunamkuta yeye alikuwa shafii kwa sababu aliondoa adhabu kwa kupitia maombi yake. Hivyo ndivyo tunapomwona maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuta kwamba yeye alikuwa shafii zaidi kuliko wengine wote. Inaonekana waziwazi kwamba yeye alikuwa shafii zaidi kuliko wengine. Hii ilikuwa athari ya maombi yake na shafaati yake, kwamba masahaba maskini wakapata taji na kiti cha wafalme, na wale watu ambao walikuwa wakifanya maovu kwa shafaati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kisha shafaati yake, matokeo yake ni hii kwamba mpaka leo wafuasi wake wanapata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mfano huu hauwezi kupatikana ndani ya Isa alayhi salatu wassalam. Kuhusu intercession ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaidi ushahidi, tunaweza kutoa ushahidi gani zaidi ya hii kwamba yoyote tunayopata kwa baraka yake wengine hawezi kupata. Kisha katika mwisho wa ayatul kursi Mwenyezi Mungu ameeleza sifa zake mbili. Moja ni Ali, yani mwenye shani kubwa, na hakuna mwingine yote ambaye ana shani sawa na shani ya Mwenyezi Mungu. Yeye ana kudra juu ya mbingu na ardhi. Azma yake na shani yake na heshima yake ni aina hii kwamba hakuna mwingine yoyote ambaye anaweza kuwa sawa. Hakuna kitu chochote ambacho ni nje katika elimu yake. Al-Azim maana yake ni hii kwamba hakuna mwingine ambaye anaweza kupata shani kama Mwenyezi Mungu. Ana shani na heshima, na vitu vyote vipo katika elimu yake. Hii ndiyo ni maana ya Ali. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza maana ya hii anasema wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim.
ni katika kiti cha Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi ipo, na Mungu hachoki kwa kubeba vitu hivi vyote. Yeye ni mwenye shani na vitu vyote havina vitu vingine havina sifa ingine yoyote mbele ya sifa ya Mwenyezi Mungu. Huyu ni Mwenyezi Mungu ambaye hana mipaka ya sifa zake, na yeye amehesabu vitu vyote na kila kitu kipo chini ya elimu yake. Basi wakati mtu anapoelewa kuhusu sifa hizi za Mwenyezi Mungu, na kwa kueleza maana hizi, anaposoma aya hizi za Mwenyezi Mungu, anaweza kuja katika ulinzi wa Allah. Wakati mtu anapofanya juhudi aje chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii yeye anatimiza haki za Mwenyezi Mungu, na vile vile anafanya juhudi ya kutimiza haki za viumbe vyake pia. Na wakati mtu anapotimiza haki hizi zote mbili, katika hali hii Mungu pia anaendelea kumlinda. Basi hii ndiyo ni madhumuni na mada ambayo tunatakiwa kwa kuzingatia mada hii na madhumuni hii tusome aya hizi. Na mtu akisoma aya hizi kwa kuzingatia madhumuni hii atalindwa na Mwenyezi Mungu. Na tena si mtu hatakiwi asome tu, bali anatakiwa afuate amri zote zilizoelezwa ndani ya aya hizi. Ikiwa sisi tunasoma aya hizi hivi, basi tutakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Zuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ambayo ni Abda Begum Sahaba, ambaye alikuwa mwenyeji wa Nawabsha. Tarehe 22 wa Januari katika umri wa 72 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake alikuwa anaitwa Niaz Muhammad Khan. Alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya serikali. Aliwahi kufanya kazi katika mji wa Karachi, lakini alikuwa si mwanajumuiya. Mama wa Abda Begum alikuwa mwanajumuiya. Na katika watoto wake Bi Abda Begum alijiunga na jumuiya 1963, na baadaye alijiunga na nidhamu ya wasia. Halifa watatu alimuoza pamoja na Abdurrahman Dari Saheb. Mwenyezi Mungu alimjalia mabinti watano. Aliwahi kuwa sadr lajna wa Nawabshah, aliwahi kuwa sadr lajna wa wilaya ya Nawabshah. Alipata nafasi ya kutumikia jumuiya. alikuwa akifanyia mikutano, na vile vile alikuwa akitembelea jamaat. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida, ingawa mwenyewe alikuwa mtajiri sana. Alikuwa akiwasaidia wanyonge na maskini, na alikuwa akiwatembelea wanajumuiya ambao walikuwa wanyonge. Na wanawake 17 walijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yake. Alikuwa akiwasomesha Qur'ani tukufu watoto. Baba yake mume wake alipata nafasi ya kufasiri Qur'ani tukufu katika lugha ya Kisindi, na aliwahi kuwa amir wa Nawabshah, na aliwahi kuwa amir wa wilaya ya Nawabshah. Siku hizi mtoto wake ni amiri wa wilaya ya Nawabshah. Marehemu aliwapatia elimu ya juu watoto wake. Alikuwa mwenye kufanya ibada, na alikuwa mwenye subra na kutoa shukrani. Alikuwa mtiifu wa nidhamu ya jumuiya. Alikuwa akitii nidhamu ya khalifa na nidhamu ya jumuiya na ukhalifa. Mtoto wake anaandika kwamba
alikuwa akipata mwongozo katika mambo yake yote ya maisha. Hata alilazwa hospitalini na madaktari walisema mguu wake unatakiwa ukatwe. Yeye akasema mimi sitakubali kwamba mguu wangu ukatwe mpaka nichukue ruhusa. Kwa hiyo yeye akachukua ruhusa kutoka kwangu, na baadaye akasema kwamba mnaweza kukata mguu. Yeye kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, baada ya bayat, yeye alionyesha uimara kiasi hiki kwamba yeye na mama yake walikuwa wanajumuia. Mama alipofariki, ndugu zake wakamzika mama yake katika kaburi la Wasuni. Lakini marehemu alifufua tena kaburi la mama yake, na mama yake alizikwa katika Baishi Makbara ya Rabwa. Alikuwa akishiriki jalsa salana ya Qadian na UK. Halifa wanne alisema kuhusu marehemu, alimwambia mtoto wake kwamba mama yako ni upanga kwa ajili ya jumuiya, kwa ajili ya kulinda jumuiya. Katika mwaka 85 wakati wapinzani walipokuwa wanafuta shahada, yeye alionyesha mapenzi ya shahada hivi kwamba yeye mwenyewe alipanda juu ya ngazi na mwenyewe aliandika shahada kwa mkono wake, na alikuwa mwanamke, lakini alifanya ujasiri huu. Kabla ya kufariki kwake, watoto wake wanasema yeye alitupatia fedha kiasi fulani, na alisema hii ni mchango wangu wa Waqf Jadid na Tahriki Jadid. Yeye alianzisha scheme ya kuweka dish, kwamba alisema wote waweke kamati na wachangie. Kwa hiyo hivi alikuwa akifanya mpango wa kuweka madishi katika nyumba za wanajumuiya. Jamaa yake mwingine pia anaandika kwamba alikuwa mshujaa sana, na alikuwa akisikiliza hutuba, na vile vile alikuwa akisoma Qur'ani tukufu bila kukosa. Yeye alikuwa hajui lugha ya Kiurdu na lugha ya Kisindi, kwa sababu aliishi katika Pakistan, East Pakistan. Lakini baada ya kuelewa, yeye aliishi vizuri katika mazingira, na vile vile alijifunza lugha ya Kisindi, na alikuwa akiwahubiri jamaa zake. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na apandishe madaraja yake, na vile vile awajalie watoto wake pia waendelee kufuata mema yake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر